Kwa hivyo huyo jamaa atakayemfadhili ama atakayemtolea pesa ni bora angepeleka kwa kituo cha watoto yatima, ama asaidie wajane, ama apeleke kanisani au msikitini. I see. Hata ukitaka ushahidi zaidi, yule askari anayemwangalia Matonya nikupigie simu nikiwa naye, juu saizi amelala, siwezi mgongea, yuko chini. Yeye ni askari, bibi yake ni askari, na ndo amempa godoro, na ndo wamemweka kwenye seli ya mataira ya vichani ya watu wasiokuwa na akili, wanaojifanya akili azimu, mapunguani tuseme, ndo amewekwa hapo. Matonya ana hali ngumu sana sasa hivi. Yaani hata jamaa alivyoniambia akaniambia atanipa uhakika, kozi alivyofika akaanza kujifanya sikai zaidi ya siku 2 siku 3. Anasema akiendelea na hiyo tabia atakuwa mke wa watu. Wakasema akiendelea na tabia hiyo, alisema atachangiwa na atatoka, na akawa anajipa kifua. Ndio maana unajua ukiingia Shimo la Tewa kuna ile reception, mkifika mnawekwa kwenye chumba cha kwanza. Sasa hapo hicho chumba kinataka watu 30. Mliozidi mnatolewa, mnapelekwa vyumba vingine, ambavyo vyumba vingine vinajaa mpaka inafikia hatua huwezi kulala, mnalala mmesimama ama mmejikunja, zinyosha hata mguu, hata huwezi lala ukiwa mmenyoka. So akatolewa hapo, akawekwa kwenye chumba cha matairi wasiokuwa na akili timamu, kwa sababu kwa ajifanya sijui mlevi sijui nini, akiongea sana. Akaniambia, Ibra, nipe siku 2 nitakupa majibu, na hata ukitaka majibu sitazijuma kesho, mimi nakupa majibu nikiwa na askari, cause saizi anaingia duty ya asubuhi, anatoka saa 12 jioni. Nikupigie ukiona. Kuna kauli umesema ya kwamba kwamba akiendelea na tabia hiyo atakuwa mke wa watu. Ni nani yani atakuwa mke? Ameniambia atakayekuwa mke wa mtu ni Matonya. Akifika kwa jipiga kifua, mnijui mimi ni msanii. Akaambiwa hapa kuna cha usanii, hapa tuko jela, usanii ni nje, mkiwa nje mnaringa, hapa kuna maringo. Hatutaki kesi za kubaka, tunataka kesi kubwa. Unabaka, ndo akawekwa huko. Na uhakika zaidi nimeambiwa anahamishwa apelekwe kwa watu wasiosikia, lakini hapo kwa mataira pia ameshaoneshwa advertise, akiongea amepigwa makofi akinini. Hata hali aliyoingia paka saizi ni tofauti, na ukitaka nitakupa uhakika zaidi. Basi kesho nitakutafuta. Ndio. Tupate yani unipe habari kamili kuhusu hiyo issue ya Matonya. Kwa sababu wa Tanzania wanataka wajue zaidi, na wana East Africa kuhusu msanii wao yupo katika hali gani. Kwa hatua ya kwanza umetuambia kwamba Matonya yuko katika selo ya watu vichaa. Na aliyekuambia ni rafiki yako ambaye anafanya kazi gereza la Shimo la Tewa. Shimo la Tewa. Sawa. Na babake ndio mkubwa wa Shimo la Tewa. Kwa sababu yeye anajifanya ni kichaa, wakamweka kwenye selo ya vichaa. Akawekwa kwenye seli ya vichaa wasiojielewa, kwa sababu alivyofika walijua ni kichaa. Kwa sababu aliwekwa huko hakuamini, hakutegemea, so alikuwa anaropokwa, nitatoka, natolewa, simazi siku 2, mimi ndo Matonya. Akaanza kuimbiwa ile nyimbo yake. Kuna nyimbo nimeambiwa acha Violet, kuna nyimbo nasikia anaimbiwa hapo ndani, akawa anaimba, sikumbuki. Wale ndani wakawa namwimbia. So unajua pale mahali amewekwa ni wale watu wajifanya wana akili, wanapiga makelele nini. Akawa amehifadhiwa hapo. Sasa saizi ndio yuko hapo, na hata kesho ukitaka kuthibitisha na kupigia uongee na huyu afande wa hapo akuthibitishie zaidi. Wallahi sitaki kuongea uongo, mimi nilimsamehe kwa vitu alivyonifanyia, lakini nikamwambia ipo siku dunia itakufundisha. Kwa hiyo wewe ni katika moja ya wahanga ambao mkeo aliwahi kutongozwa na Matonya na shemeji yako, mpaka akataka kumshika makalio akapigwa kofi. Nina ushahidi wake, ila mpaka kuna muda nilikuwa namrekodi ananipigia magoti. Unajua nilishika mwiko
Nikataka kumpiga, alinifuata mpaka jikoni akiniomba msamaha, na kama hamwamini mumuunganishe na mimi na niseme ukweli, na kama akikataa kuamini niwathibitishie. Mpaka akasema usinirekodi, utaniharibia brandi. Wakati huo amewekwa na mwanamke mwingine huko panaitwa Utawala. Alikuwa amewekwa kwa bedsitter akidanganya anaishi Kilimani. Alikuwa amehifadhiwa Utawala kwa bedsitter. Alikuwa anakaa Utawala, lakini akanadanganya anaishi Kilimani. Yes, so watu wakiwa Nairobi wasiseme wako Nairobi. Utawala ni nje, hata Mbagala ni karibu. Utawala ni nje ya Nairobi. Akisingizia anaishi Nairobi town, kumbe yuko Utawala. Hii ni habari kubwa exclusive. Sio kubwa na sio ndogo, ila mimi nasema kwa kitu alichonifanyia na mwenye hii ghorofa ni mkubwa wa Shimo la Tewa. Shimo la Tewa gereza hilo? Gereza, Shimo la Tewa ni jela. Ni mkubwa wa Shimo la Tewa. Kijana wake tunaishi naye ako first floor, ground floor, sio first floor, ako nyumba ya chini. Hii ghorofa iko na ghorofa 5. Anaishi first floor, mimi niko second floor. Aliniambia kwamba alishawahi kulipa shilingi 2500 kumwona Matonya. Saizi anamuona bure na yeye ndo alimpa godoro. Aliyewahi kulipa 2500 ni nani? Huyu askari wa Shimo la Tewa ambaye ni mtoto wa mwenye nyumba wangu. Ilimuuma, lakini Matonya alifanya dharau sana. But saizi anaonekana bure. Ni dharau gani alimfanyia wakati ameingia kwenda kuona show? Alikuwa anatukana watu. Nitanifanya nini sijui nini. So hata ukitaka naweza nikaenda nikupigie paka video call uhakikishe. Mimi mwenyewe nilikuwa siamini, ila nimeamini. Sema wallahi. Wallahi billahi tallahi nife kafiri nisiwahi fanikiwa katika. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Matonya yuko jela? Matonya hajatoka. Matonya yuko Shimo la Tewa. Hata ni venye nimechelewa kukupigia, ningekupigia, lakini ukitaka nikuhakikishie hata kesho naenda nikuhakikishie. Huyu askari tunaishi naye nyumba moja, yeye ndo ameniambia alimpa godoro kwa sababu aliingia akawa hana godoro. Hamkuna magodoro, ikabidi yeye atoe godoro, na akaniambia maji hapo ni shilingi 250 na huku nje tunanunua shilingi 50. So ukinunua maji 250 unapata baada ya siku 3 ama siku 4. Na amewekwa jela ya mataira ya watu hawana akili. Sela aliyowekwa, chumba alichowekwa cha watu wasiokuwa na akili timamu.